Nilimtaja Mheshimiwa Mabula Johnson, ajiandae Mheshimiwa Kija Limbu Mtemi, Mheshimiwa Injinia Mwanaisha Ngazi Ulenge ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabisa na mimi napenda ni mshukuru na kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini Waziri Ulega na Naibu Waziri Injinia Kasekenya kwa kutupatia barabara ya lami kilomita 75 Kahama Kakola. Barabara hiyo mpaka sasa hivi tayari imekwisha jengwa kwa kiwango cha lami kilomita 25 na mkandarasi yuko site anaendelea, lakini tunashukuru kwa sababu barabara ile ni matokeo ya usimamizi mzuri wa sera ya CSR. Barabara ile inafadhiliwa na Bariki 100%. Kwa hiyo tuna uhakika barabara ile itakwenda kukamilika bila kusuasua. Mheshimiwa Mwenyekiti, ombi langu kwenye barabara hii, naomba barabara hii ikamilike kwa viwango vyote kama ilivyokuwa designed. Tunaomba taa zote ziwekwe kwenye vijiji vyote ambavyo barabara hii inapita kama ambavyo ilivyokuwa kwenye mpango. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya shukrani hizi, naomba nishukuru kwenye mpango huu wa bajeti wa Wizara ya Ujenzi. Nimeiona barabara ambayo ni barabara inaunganisha kata 7. Barabara inayotoka Didia, Jana, Mwankima, Mwakuhenga, Ngaya, Busangi mpaka Ntobo makao makuu. Barabara hii kwa mara ya kwanza imeweza kutengewa pesa. Niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii ni muhimu sana kwa wananchi wetu. Hizi kata nilizotaja zote ni kata ambazo zina wakulima wakubwa, ndio kata zinazochangia 50% ya mchele katika mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo ujenzi wa barabara hii ni wa muhimu sana kwa ajili ya kukuza uchumi wa mkoa mzima wa Shinyanga, lakini kwa wananchi wa Msarara pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara nyingine ambayo nimeona kwenye mpango huu, barabara ya Kahama Bulige mpaka Sorwa, na yenyewe tumeweza kutenga pesa. Barabara ya Nyambula Chela mpaka Nyangolongo, na yenyewe tumeweza kutenga pesa kilomita 95. Ombi langu Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayo changamoto kubwa ya upelekaji wa pesa. Bajeti hii tunayotekeleza, mkoa wa Shinyanga ulitengewa bilioni 12. Pesa zilizopelekwa ni bilioni 1.7 tu mpaka sasa. Kwa hiyo tunapotenga pesa tutapitisha bajeti hapa, lakini niombe Wizara ya Fedha, pelekeni pesa Wizara ya Ujenzi. Hatuisaidii Wizara ya Ujenzi kuipitishia bajeti halafu tusipeleke pesa kwa ajili ya kutekeleza miradi. Hatuisaidii. Leo hii tunapopitisha bajeti hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunalia hapa pesa nyingi kwa ajili ya matengenezo ya barabara zetu, lakini mimi najiuliza ni kwa nini, ni kitu gani kinachotusababisha mizigo yetu yote ya transit ambayo inakwenda Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda, kwa nini malori yanaifuata Dar es Salaam wakati tunayo bandari yetu, bandari kavu pale Isaka, na ilishawahi kuwa hivyo huko nyuma. Kwa nini tunaendelea kutumia gharama nyingi za matengenezo ya barabara kipande hiki? Mabilioni na mabilioni tunatenga kila mwaka ya kutengeneza barabara, wakati tunazo bandari kavu ambazo zinapunguza msongamano wa malori kwenye barabara zetu. Lakini sijui kwa nini Wizara ya Uchukuzi, TRC, hawaioni hii fursa. Reli ya kati inafika pale kwenye ile bandari kavu, lakini SGR inapita pale kwenye bandari kavu. Kwa nini serikali sasa haifikirii kupunguza mzigo
kwenye barabara zetu kwa kuanza kutumia bandari kavu ya Isaka. Msongamano wa malori, hivi kweli malori kutoka Rwanda, Burundi yanafuata nini Dar es Salaam? Yaani yanafuata nini Dar es Salaam? Kama waliwahi kukosea huko nyuma, walikuwa ni babu zetu. Sasa hivi sisi ni vijana, tuko kwenye bunge hili. Serikali, chukueni mawazo yetu sisi vijana, na sisi tuweze kuokoa taifa hili. Tutumike na sisi kwa wakati wetu wa sasa. Tutumie njia mbadala ili kuokoa gharama kubwa tunayotumia kwenye matengenezo ya barabara zetu, ili sasa pesa hiyo tutakayokwenda kuiokoa twende tukaongeze mtandao wa lami kwenye barabara zetu nyingi ambazo sasa ni za changarawe. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, mimi kwa kweli kwa barabara hizi ambazo nimepatiwa, nimeona kwenye bajeti, naunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako.